Mimi naitwa Malaika Rugolola, ni mwenyeji wa kata hii ya Irege. Tunakuja kumsalimia mbunge wetu Jafueli Rufungeja, namletea zawadi ya mbuzi. Tuna furaha sana. Nakiri kwanza kupokea zawadi ya mbuzi, na leo ikumbuke kwamba ni siku ya tarehe 24 ya Krismasi, kwa maana maandalizi ya Krismasi. Wazee wangu wameambatana kwa mapenzi mema. Natoa shukrani za dhati kwa namna ambavyo wameweza kunikumbuka mimi kwa nafasi ya mwakilishi wao kama mbunge wa jimbo la Uliankuru. Wazee ni wazee wa wafugaji, wanajishughulisha na shughuli za ufugaji pamoja na kilimo. Na mimi kama mbunge, wakati wa kampeni zangu zote nimepita nikiahidi ilani ya Chama cha Mapinduzi na nia njema ya Mheshimiwa Rais kwa wakulima, kwamba ameelekeza pia taasisi za fedha kuhakikisha kwamba zinawezesha wakulima kuwezesha mitaji kwa ajili ya kilimo, kwa maana ya mikopo iliyoko kwenye mabenki yote. Lakini pia wafugaji, serikali imeelekeza na imewekeza fedha kwenye mabenki kwa ajili ya mikopo ya wafugaji. Jambo hili nimezunguka nalo kwenye kata zote, jimbo zima, kata 15 na vijiji vyote 49, nikiyaeleza na kuyaahidi maelekezo ya serikali ya chama upande wa serikali kwamba wakulima wametengewa fedha kwa ajili ya mikopo kupitia taasisi za fedha kwa maana ya mabenki, na wafugaji kwa maana ya uwezeshwaji wa mitaji kupitia taasisi za fedha. Kwa wazee, kupitia sera hiyo nzuri ya Chama cha Mapinduzi na maelekezo ya Mheshimiwa Rais, wamefurahishwa sana wafugaji pamoja na wakulima. Na mimi kama mbunge, tukiongozana na Mheshimiwa diwani wa kata hii, ndugu yetu Afrasi Kubiru, ambaye ni diwani wa kata hii nakotokea, wazee hawa walimpitia diwani na wao wenyewe wakaja kuungana naye kwa ajili ya kukabidhi zawadi ya mbuzi. Kwa tuendelee kuahidi wafugaji wote na wakulima kwamba serikali inayoongozwa na CCM inawajali wakulima wote. Lakini naendelea kusisitiza kwamba tuitunze amani yetu, na hawa ni wazee wetu, ni wazee wa kimila, ni wazee wa kisungusungu. Kwa swala la usalama pia kuhakikisha kwamba amani yetu inatunzwa, wazee wako pamoja na sisi na wamekuja kunihakikisha kwamba hakuna maandamano na wala hakuna vurugu za aina yoyote kipindi hiki cha sikukuu. Kwa sisi tumejipanga kuhakikisha kwamba sasa nchi yetu inaendelea kurudi kwenye utulivu na kuendelea kutoa thamani kubwa kwa Mheshimiwa Rais na serikali yake. Kwa hiyo ninawashukuru sana wazee wangu, Mungu awabariki. Na mimi na mwenzangu hapa Mheshimiwa diwani, tuahidi kuwa kimbilio la wakulima, wafugaji, wafanyabiashara, watumishi, ili kuhakikisha kwamba nchi yetu tunaweza kuifikisha salama na kuendelea kuijenga heshima ya Mheshimiwa Rais.